Shalome ndugu mpendwa, ninakuletea tena mafundisho na mahubiri yaliyofundishwa na mtumishi wa Mungu Chris Ndikumana kwa lugha ya Kifaransa. Ninayatafsiri kwa Kiswahili. Mafundisho haya yalihubiriwa ama yalifundishwa mnamo tarehe 14 mwezi wa 3 mwaka wa 2017. Yanasemwa ama yanafundishwa yafuatayo: Ninafurahi sana kukutana nanyi tena wapendwa wasikilizaji wa Kanguka. Jina langu ni Chris Ndikumana. Leo ni Jumanne na nina ujumbe maalum kwa kila mtu anayefuatilia Kanguka na anayepitia hali ngumu katika maisha yake. Inawezekana mtu akapitia majaribu na mateso hata akiwa ameokoka. Sizungumzii wale ambao bado hawamjui Mungu, bali ninawaambia wale walio na uhusiano wa karibu naye. Inawezekana kufika wakati ukajiuliza kama kweli Mungu bado anakukumbuka. Umeomba, lakini badala ya hali yako kubadilika na kuwa nzuri, imezidi kuwa mbaya. Labda una matatizo katika ndoa yako au ni Malaki 3:8-9. Tusome. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia. Nanyi mnauliza, tumekuibia kwa nini? Katika zaka na sadaka. Mmepatwa na laana kwa sababu mnaniibia ninyi taifa lote. Najua wengi wenu mnaijua vizuri sehemu hii ya Biblia kwa sababu inafundishwa sana makanisani. Lakini dada huyu alikuwa ameamini kwamba tayari alikuwa chini ya laana kwa sababu hakuwa ametoa zaka. Aliniambia hata kwamba alikuwa ameacha kwenda kanisani. Aliogopa kwamba mchungaji wake angemuuliza kwa nini hatoi tena zaka. Kwa hiyo akaamua kubaki nyumbani kuliko kusema uongo. Zaidi ya hayo, alikuwa amefikia uamuzi wa kwenda kukopa fedha benki ili alipe miezi yote aliyokuwa amebaki nayo, akiamini kwamba ndipo angepata amani moyoni. Alikuwa